Na sisi chini ya wizara yetu katika kukuza uchumi wa kijani na kulinda mazingira kupitia TIRDO tumewezesha kuanzishwa kwa viwanda vya kuzalisha mkaa mbadala na kutoa mafunzo kwa vijana na akina mama na kuleta ajira, kuongeza kipato, kuboresha afya kutokana na nishati safi na kupunguza ukataji wa miti. Na mtakumbuka nilieleza pale juu wakati naeleza kupitia viwanda vidogo na vya kati. Lakini vile vile tumeanzisha mradi wa shamba la mpira Kalunga mkoani Morogoro unaosimamiwa na NDC. Umezalisha miche 166 ya mpira, miti 19990 imepandwa katika ekari 100 na ajira 150 za moja kwa moja zimepatikana. Miti hii inasaidia kufyonza hewa ukaa na kupambana na mabadiliko ya tabia nchi. Miradi hii yote inaunganisha ajira, kipato huko vijijini na uhifadhi wa mazingira, na tumehakikisha ndani ya wizara yetu basi tunaendelea kuwa na programu ambazo zinaunga mkono ajenda ya nishati safi na utunzaji wa mazingira ya yeye mwenyewe Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Ninapohitimisha, ndugu zangu waandishi wa habari na Watanzania wenzangu hususan vijana, naomba sasa nitoe kwa ufupi summary ya mambo makuu ambayo nimeeleza hapo juu ambayo sisi yamekuwa ni mafanikio yetu ndani ya siku 100. La kwanza, mikopo 193 yenye thamani ya shilingi milioni 820 imetolewa na kuzalisha ajira za moja kwa moja 546. Ndani ya siku 100. Ndani ya siku 100 tumeweka jitihada zote za kulinda wafanyabiashara wa ndani, na sasa hata nyie mnafahamu kampuni yoyote inayopeleka bidhaa nje ya nchi kwenye masoko ya nje na waliosajiliwa TISEZA, kampuni za wazawa, tumeondolea kodi ya ongezeko la thamani kama wanauza nje ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, na hii inaenda kwa kipindi cha miaka 10. Hakika ni faida kubwa kwa familia za wafanyabiashara wetu, kwa uchumi wa taifa letu na wananchi wote wa ujumla, na ndivyo ambavyo tumefanya ndani ya siku 100 kwa ajili ya kulinda wafanyabiashara wetu. Ndani ya siku 100 tumekubaliana lengo la kukuza mauzo ya nje ni kuongezeka kutoka 17.8 tulionao sasa hivi hadi 26.1 itakapofika 2030, ambapo kila mwaka tunategemea kuwa na ukuaji wa 8.5. 4. Tumeanza hatua za kuweka mfuko wa maendeleo ya viwanda. Itakuwa ni dirisha maalum la mikopo ya viwanda lenye riba nafuu. Itakuwa ni mikopo ya mashine ili kukuza viwanda kwa haraka. Lengo ni unafuu wa riba ili kurahisisha ushindani wa wafanyabiashara wetu na nchi jirani. 5. Tumesajili makampuni 4231, majina ya biashara 7498 na leseni za viwanda za vijana 141 na leseni za biashara kundi A 4907. Mitaa ya viwanda na kongani zimezalisha jumla ya ajira 1026, ikiwemo ajira zilizozalishwa na programu zilizopo chini ya wizara yetu. Zaidi ya vijana 1200 wamepata mafunzo ya ujasiriamali na kuingizwa kwenye programu za uatamizi wa biashara. Wafanyabiashara 1026 wamepata taarifa za masoko kupitia mifumo ya kidijitali kupitia taasisi zetu za TanTrade na nyinginezo. Viwanda vipya zaidi ya 7 vilivyopo chini vinavyoratibiwa chini ya taasisi zilizopo chini ya sekta yetu ya wizara yetu ya viwanda na biashara, vya nishati mbadala, uchakataji wa mazao, dawa na mbolewa vimewekwa kwenye mstari wa uzalishaji. Wakulima wa korosho ambao sisi tunafanya kupitia taasisi yetu WRB wameingiza zaidi ya shilingi trilioni 1 moja kwa moja kupitia mfuko wa stakabadhi ya ghala, ambao nyewe mnafahamu stakabadhi ya ghala ipo chini ya wizara yetu kupitia taasisi yetu ya stakabadhi ya ghala inayoitwa WRRB. Miradi mingine inayounga mkono programu ya Rais ya nishati safi ya kupikia imeendelea kuwekwa kuhakikisha tunaimarisha msingi wa uchumi wa kijani na uchumi wa kimkakati. Ndugu zangu, haya ni mafanikio ya siku 100 tu, lakini ni ishara kwamba tumeelekeza Tanzania kwenye njia sahihi ya uchumi wa viwanda, uchumi wa ubunifu na uchumi wa kijani unaomgusa kila Mtanzania hususan vijana. Serikali hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan itaendelea kuimarisha mikopo ya riba nafuu, kurahisisha urasimishaji wa biashara, kujenga na kuendeleza mitaa ya viwanda, kuweka mazingira bora ya uwekezaji na kutafuta masoko ya kimataifa kwa bidhaa zetu.
Ni wajibu wa kila mmoja wetu, hasa vijana, kuchangamkia fursa hizi, kwenye kuanzisha biashara, kuingia kwenye viwanda vidogo na vya mkakati na vya kati, kuchakata mazao ya kilimo na kuona Tanzania na Afrika kama soko la msingi. Ndugu zangu, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan. Siku 100 ilikuwa ni maono yake, na wote mmeona kwamba aliahidi na ametekeleza.